بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Rajab mwaka wa 1446, katika darsa ya tafsir ya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. tuendelea na kusoma tafsir juz'u amma na tulifikia suratu at-takwir. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، jua litakapokunjwa kunjwa, jua litakapokunjwa kunjwa siku ya kiyama. Wa idha an-nujumu kadarat, na nyota zitakapopukutika. Wa idha al-jibalu suyirat, na milima itakapoendeshwa, majabali yatakapoendeshwa. Wa idha al-isharu uttilat, na ngamia wenye mimba pevu watakapoachwa. Wa idha al-wuhushu hushirat, na wanyama pori watakapoachwa. Sawa ni watakapokusanywa pamoja na watu siku ya kiyama. Waachwa na nani? Sema katika tarjama, na wanyama pori watakapoachwa na nani? Yani hakuna tofauti. Wa idha al-isharu utilat wa idha al-wuhushu hushirat. Hili ni kosa katika tarjama. Na al-wuhush ni wanyama, si wanyama pori, wanyama wote. Hapa maana yake wa idha al-wuhushu hushirat, bimaana watakusanywa siku ya kiyama, kama vile watu watakavyohesabiwa, na wao pia watakusanywa wahukumiwe kwa uadilifu, ili Allah kuonyesha wanadamu kabla hajawahesabu wao, kuwatizameni mpaka wanyama na wahesabu kwa uadilifu, mujue kuwa hakuna atakayedhulumiwa leo. Wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujjirat, na bahari zitakapowashwa moto. yarhamkallah. Wa idha an-nufusu zuwijat, na nafsi zitakapounganishwa. Wa idha al-maw'udatu su'ilat, na mtoto wa kike kwa akiwa hai atakapoulizwa siku hiyo, bi ayi dhanbin qutilat, kwa makosa gani aliuawa. Wa idha as-samaa'u kushitat, na utando wa mbingu utakapotanduliwa. Wa idha al-jahimu suhirat, na jahannam itakapochochewa. Wa idha al-jannatu uzlifat, na pepo itakaposongezwa. Alimat nafsun ma ahdarat, kila nafsi itajua ilichokihudhurisha siku hiyo. سورة التكوير. هذه السورة مكية. tukizungumzia سورة التكوير, ukija katika darasa ya tafsir kuwa na daftari, tukianza mwanzo ule utangulizi hatuusomi katika
tafsiri Saadi, وكنا baadhi ya fawaid takana uzidhibiti. هذه السورة مكية وقد أجمع العلماء على أنها مكية، وإجماع يونافيوني وسورة التكوير لمكية. نقسم مكية مناكي يمشوك قبل يا هجرة، زي السورة مزنشوك قبل هجرة. فيها وصف أهوال من أهوال يوم القيامة، ndani yake kuna wasifu wa majanga katika majanga ya siku ya kiyama, mambo makubwa yatakayotokea siku ya kiyama. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. yoyote anayependelea kutizama siku ya kiyama kana kwamba iko mbele ya macho yake, hiyo siku ya kiyama anayetaka kuiona mbele ya macho yake, faliyaqra, basi na asome sura zifuatazo kwa kuzingatia: idha ash-shamsu kuwirat, wa idha as-samaa'u fatarat, wa idha as-samaa'u shaqqat. hizi sura tatu. فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. hizi sura tatu ukizisoma kwa kuzingatia, utakiona kiyama mbele ya macho yako namna kitakavyokuwa. فمن أراد أن يعرف وصف يوم القيامة وأهوالها ليتعظ ويتذكر، yoyote anayetaka kujua wasifu wa siku ya kiyama, bimaana kile kiyama kitakuwa vipi na yale majanga makubwa yatakayokuwa siku hiyo, na kupata mawaidha na ukumbusho, faliyaqra hadhihi suwar thalatha, asome hizi sura tatu. awaluha suratu at-takwir, na ya kwanza katika sura ni suratu at-takwir. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: idha ash-shamsu kuwirat, wa idha as-samaa'u fatarat, wa idha as-samaa'u shaqqat. hii ni katika kuizungumzia suratu at-takwir na yale yatakayokuwa siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi katika hii sura. Kwa hivyo katika malengo ya suratu at-takwir makubwa, taswiru al-qiyamati, ni kuweka sura ya siku ya kiyama na namna itakavyokuwa, binfirat al-kawn ba'da ihkamiha, kule kuangamia ulimwengu na kuharibika baada ya kuwa ulimwengu Allah ameumba kwa itqan, kwa ihkam. Yani lau kama utaangalia kwa mfano mbingu, katika vitu vilivyokuwa havibadiliki mpaka Allah amezungumza katika Qur'an, tizama ikiwa unakufa hapa juu, hal tara min futur. na hivyo hivyo siku hiyo hizi mbingu tunazoziona na nguvu Allah alizoziumba nazo zitashambuka siku hiyo kwa uzito wa siku ya kiyama. Nyota tunazoziona ziko juu kule zitapukutika na kuanguka, na ule mwangaza wake utapotea. Jua ambalo leo tuliona ni kiumbe kikubwa mno, jua likichomoza sehemu kubwa sana ya ardhi hung'aa kiasi cha kuwa hata ukawasha taa ya aina gani wanaotengeneza binadamu hawawezi hata kufikia chochote katika kile kinachotokamana na jua katika nuru. Lile jua litakunjwa kunjwa litupwe ndani ya moto wa jahannam, na vinginevyo vilivyotajwa katika hii sura, mambo makubwa ya kutisha sana. idha ash-shamsu kuwirat, ay idha ash-shamsu jumi'a jirmuha,
wa dhahaba dhawuha. Wakati jua litakapokusanywa likakunjwa kunjwa na ule mwangaza wake wote utapotea. So baada ya dunia hakuna tena jua wala mwezi, vyote hivi. Sasa wale walioko ndani ya moto wa jahannam watakuwa pamoja na jua pia liko ndani ya moto wa jahannam. Mfikiria moto utakuwaje hapa leo? Subhanallah, jua likawaka tu kidogo tupiga kelele kidogo tufike nyuzi 32. Wacha hizo nchi za Arabuni ifike mpaka nyuzi 52. Kaifa itakuwa watu ndani ya moto wa jahannam? Ayadha billah. Sababu hakutakuwa tena na jua, hakuna tena usiku na mchana baada ya hapo. Na ndio maana katika neema ya watu wa peponi Allah akataja la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ndani ya pepo hakuna kitu chaitwa jua wala baridi kali. Jua halitaonekana tena, litakunjwa kunjwa litupwe ndani ya moto wa jahannam. Wa idha an-nujumu inkadarat, ay wa idha al-kawakibu tasaqatat wa muhiya dhawuha. Na kadhalika nyota zitakapopukutika na kuanguka. Nikupe mfano wa karibu, ni kama vile unaona kokoto ukishika juu ukiachilia yanguka. Hizi nyota zitapukutika kutoka mahali pake pale zilipo, zitaanguka na mwangaza wake wote utapotea, hakutakuwa tena na nyota kule juu. Hili nyingine. Kwa hiyo kila siku unapoliona jua la tua, kila siku kumbuka ile siku lile jua litakusanywa litupwe ndani ya moto na hutaliona tena. Kadhalika tukumbuke kuwa hakuna chochote kitakachodumu katika ulimwengu. Hakuna kitu kitakachodumu katika ulimwengu. Kwa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu, zingatia kuwa ikiwa jua hii ndio hali yake, kitu gani kingine kitadumu? Qawluhu wa idha aljibalu suyirat, ay wa idha aljibalu hurrikat min makaniha, na majabali yatakapoondolewa kutoka katika sehemu zake. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza sana katika kitabu chake kuwa majabali yataondolewa mahala pake, yatakuwa kal'ihnil manfush, ni kama mfano wa sufi iliyobambuliwa. Ule mti wa sufi kibambuliwa kisha ukapigwa na upepo, hivyo ndivyo na majabali, hakubaki kitu. Milima itakuwa kama mfano wa sufi. Kadhalika akasema wa idha al-isharu hutilat, ay wa idha an-nuqu al-hawamil allati hiya anfasu amwaliha laha. Tazama, nangamia wale wenye mimba ambao walikuwa ndio mali bora kabisa kwa Waarabu, siku hiyo wenye ngamia hao watawawacha, kila mmoja na mambo yake atakamshughulisha. Ile mali yake ambao alikuwa nini ataiwacha, aone si chochote. Ngamia na mimba amwache, wala atamshughulikia. Na hapa ndio tukumbushwa kuwa kule akhira haitakufaa chochote mali yako, wala hutahudhuria kule katika dar al-akhirah na mali yako, bali
hutakwenda kule na ardhi yako wala cheo chako, kila kitu chako utakiacha huku nyuma. Inma tahdhuru al-a'mal, siku hiyo kitakachohudhuria ni amali yako uliyoitenda katika huu ulimwengu. Kwa hiyo pongezi kwa yule atakayepata katika waraka wake amali za kheri, kwa sababu la mali wala cheo, una ardhi, una majumba, hakuna chochote ambacho siku hiyo kitakufaa, ni amali yako. قال وإذا الوحوش حشرت، أي وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد، na wanyama watakapokusanywa pamoja na watu katika uwanja mmoja, takusanywa wanyama. kadhalika وإذا البحار سجرت، أي وإذا البحار أخذت حتى تصير نارا، na siku hiyo bahari itawashwa moto. Hii bahari tunaoiona ambayo leo waweza kutumia maji yake kuzima moto, ndio itakuwa yawaka moto siku hiyo. Itakuwa bahari yafoka moto ilivyoizoea. Wanyama wa mwitu, wanyama wanaofugwa, mbuzi, ng'ombe, ngamia na wengineo, na wanyama mwitu siku hiyo ambao wewe waona wavamia kina simba, chui, nani, siku hiyo wote hawa watakusanywa pamoja na wanadamu. Ule ukali wao wote utaisha, hakuna ukali, hakuna chochote. Watadhalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanyenyekee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa hii ndio itakuwa hali ya simba na chui na wengineo, waghurika nini wewe mwanadamu? Kwa kuwa una nguvu Allah amekupa katika huu ulimwengu, ima nguvu ya kicheo au ya kimwili. Mtu akaghurika, wewe una nguvu kuliko simba bwana, na siku hiyo atakuwa hali kama hii, una nguvu kuliko chui. Hii ndio hali yake. قال سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، أي وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها، وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها، فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي. na nafsi siku hiyo zitakusanywa na mfano wake. Kwa hivyo atakusanywa mwema pamoja na wema wenzake, na muovu pamoja na muovu mwenzake. Na hapa sasa ndio watu watakumbuka umuhimu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tusahib illa mu'minan, usimfanye rafiki isipokuwa mu'min, wala yakul ta'amaka illa taqi, na asile chakula chako isipokuwa mcha Mungu. Hapa ndio watu watakumbuka almar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Basi kuwa na pupa ya kuwa na marafiki wema, ili kesho ukusanye pamoja na wao. Ukifuata marafiki waovu ndio utakaokusanywa na wao siku hiyo. Kuanzia hapa duniani anza kujichagua mwenyewe, siku hiyo watakaouwekwe pamoja na nani, kwa sababu kila nafsi itawekwa na kile ambacho kiko mfano wake. Ikiwa wewe ulikuwa ni muovu hapa duniani, utawekwa na waovu. Ikiwa ulikuwa pamoja na wacha Mungu hapa duniani, basi utawekwa pamoja na wao. Wa idha an-nufus zuwijat, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Siku hiyo mtu atakuwa pamoja hapa duniani, mtu yuko katika dini ya mwenzake, kipenzi chake. Atizame mmoja wenu yuko na nani,
nani kipenzi chako hapa duniani, kwa sababu ndio wajichagulia kabisa wewe uwe na nani siku hiyo. tena wa idha almau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, ay wa idha at-tiflatu almadfunatu wa hiya hayyatun sa'alaha Allah, yule mtoto wa kike aliyezikwa akiwa hai. Sababu wakati wa jahiliya walikuwa wakiwazika, baadhi yao wakiwazika watoto wa kike wakiwa hai, si watu wote, lakini walikuwepo watu hao. Wale watoto wa kike wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bi ayi dhanbin qutilat, bi ayi jarimatin qatalaki man qatalaki, kwa dhambi gani amekuua wewe aliyekuua. Na hapa mtu aweza kushangaa, kwa nini swali lisukumwe kwa yule mtoto wa kike mdogo? Aulizwe bi ayi dhanbin qatalaki man qatalaki, kwa dhambi gani alikuua yule aliyekuua. Hapa ni kuonyesha hasira kubwa atakazokuwa nazo siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule aliyefanya kitendo kiovu kama hiki. Nikupe mfano, walillahi almathalul a'la. Mtoto aweza kuwa amepigwa akaja kwako kwa dhulma tu, mtu wako mpigwa, wafanya nini? Wamuuliza nini? Ule mtoto mkuje iwalia kweli kweli, hajafanya chochote, asema mpigwa, huwa muuliza nini? Nani aliyekupiga wewe? Si muelewa? Nani aliyekupiga? Fulani atanitambua, mshaelewa. Lakini sasa aulizwe nani aliyekuna, kwa nini alikuwa, kwa lipi? Ni wewe. Kuja sasa, ndio pale mwambie nenda hata kwa babako, kuja kumwona huyo baba. Sasa mwanza na salamu alaykum, una nini? Sasa alikuwa anakusalimia wewe, kuja hapa. الله المستعان. kweli asira. كيف برب العزة سبحانه وتعالى. aulizwe yule mtoto aliyekuwa akakuua kwa lipi? Umemfanya nini wewe akakuua? bi ayi dhanbin qutilat, kwa dhulma. walikuwa wakiwaua watoto wa kike kwa dhulma kabisa. wa idha as-suhuf nushirat, ay wa idha suhufu a'mal al-ibad nushirat, na nyaraka za matendo ya waja zitakapoyablu wahidin sahifata a'malihi, ili kila mmoja asome waraka wa matendo yake, yale aliyoyatenda. wa idha as-samaa'u kushitat, ay wa idha as-samaa'u nuzi'at kama yuz'u al-jildu 'ani ash-shati, siku hiyo mbingu zitakomolewa kama mfano wa ngozi inavyochanjwa na kuchunwa kwa mbuzi, zitakunjwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema yawma natwi as-samaa kasijili lilkutub, kama vile waraka waweza kukunjwa vile, mbingu siku hiyo zitakunjwa. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, Allah atazikunja hizi mbingu kwa mkono wake, kisha aseme ana al-malik aina muluk dunya, mimi ndiye mfalme. Wako wapi wafalme wa dunia? Wako wapi? Kwa hivyo mbingu hizi tunazoziona zitakunjwa siku hiyo. sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo wa idha as-suhufu nushirat, siku hiyo nyaraka za matendo ya waja zitafunguliwa na kuenezwa, kila mmoja apewe waraka wake. Yale matendo ambayo tumeyaficha siku nyingi, matendo yetu, basi yatakuwa siku hiyo watu wataikiwa mbele ya macho yao. la yakhfa ala Allah minha khafiya, hakuna kitakachofichikamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wale ambao watapewa kwa mkono wa kulia
hawa wamesalimika. Kuna wale watakaopewa kwa mkono wa kushoto, tena nyuma ya maungo yao takunjwa mkono. Wa idha as-samaa'u kushitat, hivyo zitangolewa zile mbingu. Hakuna chochote katika hii dunia kitabakia mpaka mbingu pia. Kwa hivyo aliyewafikishwa na Allah ni yule ambaye atajiandaa kwa ajili ya akhira itakayobakia milele. Sisi tujidanganya tu katika hii dunia bwana, tujidanganya tu, wengi wetu tujisahau tu. Mtu akipewa kidogo katika dunia aona basi amefika, ikiwa habari ni hizi basi hakuna maana ya mtu akaijenga dunia yake peke yake akaisahau akhira. Na usawa yule aliyewafikishwa ni yule ambaye atatizama. Leo mmesomewa hapa salatu al-fajr, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Kila nafsi itizame imeandaa nini kwa ajili ya kesho. Wattaqullah, Allah akatukumbusha ucha Mungu mara mbili katika hili jambo. Wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Tuanza vipi haya? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, mcheni Allah, waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Mara mbili Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha kumcha Allah. Ana habari ya yote tunayotenda subhanahu wa ta'ala. Wa idha al-jahim su'irat, ay wa idha an-nar uqidat, siku hiyo moto utazidi kuchochewa. Tayari ni moto, utazidi kuchochewa uwe wawaka zaidi, kwa sababu utaletwa mbele za watu. Jahannam ina 70,000 zimam, mashiko 70,000. Maa kulli zimamin 70,000 malak. Katika kila shiko moja kuna malaika 70,000 wabeba. Sasa 70,000 mara 70,000 moto wa Jahannam wazidi kuwaka, uletwe mpaka mbele za watu wauone, watu uletwe karibu. Na ule moto wale jamaa wakiuona, watu waovu, idha ra'atuhum min makanin ba'idin, na ule moto wenyewe unavowaka kwa mbali hivi, ukiona wale wakosefu, sami'u laha taghayyudan wa zafira, watasikia mgurumo wa moto wa Jahannam. Huku waletwa ule moto wa nguruma kwelikweli, wavutwa moto wa Jahannam. Na huku upande wa pili, wa idhal jannatu uzlifat, kuna watu wengine wako kwenye habari nyingine. Wakati watu wengine wana hofu, kuna wengine wako kwenye amani kabisa. Hata hizo fujo hawasikii wala hawatauona moto wa Jahannam. Innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mub'adun, hawa wako mbali kabisa. La yasma'una hasisaha, hata ule mwako wa moto na kuchomeka hawasikii kabisa, sauti yake wasikii. La yahzunuhum alfaza'u alakbar, wakati watu wako kwenye fadhaiko kubwa, wana dhiki, wana balaa, kuna wengine huo huzuni pia hawana. Allah amewaweka kwenye nini? Kwenye amani. Fi maqamin amin, hao wako kwenye amani kabisa, hawana dhiki aina yote. Wa idha aljannatu uzlifat, ay wa idha aljannatu qurribat lilmuttaqin, na pepo itakapoletwa karibu na wacha Mungu. Katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kama vile alivyowahofisha watu waovu kwa kuwakaribishia moto wa Jahannam, basi na upande wa pili kwa rehema zake wale waja wake wema
awakaribishia pepo. Na hapa kuna hikma kubwa sana ndani yake. Jazaa au wifaqa, wale walivyokuwa ni waovu huku duniani wakao wajikaribisha na moto wa jahannam kwa kufanya maovu. So kila wanaofanya maovu wajikaribisha zaidi na moto wa jahannam, siku hiyo wataletiwa karibu. Si waovu mlikuwa mafanya kwa ajili ya kujiona kuwa hakuna mtu atauliza chochote, wakaribishiwa. Na upande wa pili, wale wacha Mungu kwa kuwa walikuwa wafanya kila amali njema kwa ajili ya kujikaribisha na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah siku hiyo atawaletea pepo karibu. Wa idha aljannatu uzlifat, siku watakwenda mbali kuitafuta pepo. Allah atawaletea mpaka pale mbele yao. Hii ndiyo sehemu yenu, pepo hii bwana. Kama vile mlivyojikaribisha kwangu mlipokuwa duniani, na mimi leo nawakaribishia pepo. Wa idha aljannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Kutokea mambo haya makubwa, indama yahsulu dhalika ta'lamu kullu nafsin ma qaddamat min al-a'mal lidhalika al-yawm. Kila nafsi hapa itakumbuka. Sasa hisabu ndo wazipiga kile kilichotanguliza ile nafsi kwa ajili ya siku hiyo nzito. Haya mambo haya yatakapotokea, kila mmoja atakuwa katika akili yake hisabu zake zapita. Mimi nimejiandaa kwa lipi jamani? Kweli leo nitapita hapa? Hebu ngoja nafanya nini mimi kule duniani? Sasa imma majuto, imma awe aridhika kwa yale aliyotanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya kule akhira tukumbushwa kuwa hakutahudhuria mali kule, wala nyumba, wala ardhi, wala cheo. Ni matendo yako peke yake. Kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Hii ni sehemu ya kwanza mpaka aya ya 14 ya sura at-Takwir, tukieleza katika utangulizi huu kwa kifupi, ingawa hatujafungua bado kuizungumzia tafsiri ya Imam Saadi. Mwanzo ni kuzielewa hizi aya kwa kifupi maana yake nini. Na nawakumbusha tena, tafsiri tunayotumia mwanzo ni al-mukhtasaru fi tafsir al-Qur'an al-Karim, na baadhi ya ikhwa nayo, na hii yatakana kila mwanafunzi awe nayo. Kama mtu hana, sijui kwa nini hana, niwaambia ambaye hana aseme apewe. Na unapopewa hiyo tafsiri, basi ichukue itie kava kama hivi. Tami yangu nimeitia kava sana, itie kava. Hii ndio maisha yako utakayoitumia, sababu tafsiri sahali kwa kifupi. Wewe kesho utaka kutoa hutuba ya Jumaa, haina haja ya kurejelea tafsiri ndefu. Hii tu kipitia hapa, waelewa maana ya aya. Unapotoa hutuba waelewa ieleza vipi, kwa kifupi kabisa. Na tafsiri nzuri sana sana, mukhtasar. Na hii yatoka katika markaz ya tafsir, markaz tafsir lidarasat alquraniya, ambao wameweka jopo na wanaovioni wakaiandika tafsiri. Kwa katika wale wanafunzi ambao hawana, waende ofisini pale kusema kuwa sina, wale wanaotumia hapa. Kisha ukija siku ya tafsiri ibebe ile siku ya kwanza tutumia hii. Ikiwa wakati huko tutasoma Saadi, kimwanzo lazima tutapitia hapa, sababu hii yaturahisishia kuelewa mwanzo. Hata ukiingia kwenye tafsiri ya Saadi huwa ni faida za ziada, umeelewa? Wallahu musta'an. Bas kwa leo tutosheke hapo inshallah. Ningetarajia kuwa hizo aya 14 tulosoma tumezielewa. Muhimu sana uwe wakati wasoma waelewa kile unachokisoma, isiwe wasoma kitu uelewe wasoma kitu gani. Muhimu sana. Hakuna kinachokusaidia mwanafunzi kuzingatia kama wewe kujua maana kile unachokisoma. Kina raha sana.
wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.